Lakini tunachokitaka ni kwamba ndio tunasimamia elimu. Tunataka mwandishi wa habari ambaye tutampa ithibati asikose elimu ya chini ya diploma. Lakini tunataka vile vile waandishi wa habari wapate mafunzo ili waweze kuimarika zaidi. Na si jambo la kuficha kwamba kwa ajili ya ule mkanganyiko uliokuja wa kuwa na makanjanja na hawa na hiki, hali ya uandishi wa habari nchini yetu ukikompea hata na wenzetu tu wa nchi za jirani umekwenda chini sana. Angalia vyombo vyetu vya habari, iwe ni magazeti, iwe kusikiliza radio, iwe ni kuangalia television. Mambo ya kufikirisha hayako kwa kiasi kikubwa. Ni mambo ya starehe. Kuna vyombo vingine vya habari hapa nchini vina vipindi cha michezo kwa masaa 6. Masaa 2 asubuhi, masaa 2 mchana, masaa 2 usiku. Mimi binafsi nilipokuwa kijana nilikuwa naendesha kipindi cha michezo Radio Tanzania kila siku kipindi cha michezo. Kulikuwa na radio moja tu. Hiki kipindi kilikuwa saa 2 kasorobo, kwa robo saa, dakika 15 tu. Wakati huo Yanga na Simba pia walikuwepo. Mambo yalikuwa hivi, lakini huwezi ukakaa hivi. Una sababu gani ya kusema mnafanya kipindi cha michezo kwa muda wa saa 6 kwa siku? Tena kwa siku, unaona? Au ni vipindi vya starehe za muziki tu? Porojo ndio vipindi vilivyopo. Je, huu ndio fikira ambao waandishi wa habari wanayo? Je, hii ndio hali ambayo waandishi wa habari wanataka kuinstill kwa jamii ya Kitanzania? Na ni kweli, unaona? Yaani ndio hali tulikofika huko. Hivi karibuni kulikuwa na siku ambayo kulitoa ripoti ya tume ya mambo haya ambayo tufika mwaka jana. Na wakati huo Yanga walikuwa wanacheza, Simba wanacheza Zanzibar. Unafika kwenye vijiwe, watu wanazungumzia habari hiyo. Huko ndio kwa sababu waandishi wa habari ndicho kitu ambacho wamekipa prominence. Kwa hiyo jamii imekwenda huko. Na ni tatizo kubwa. Kwa hiyo mimi ningewaomba na kuwasihi sana waandishi wa habari wa Tanzania waanze kuwa watu ambao watalipa hadhi na haki inayostahili nchi yetu. Na kubwa ni kuwapa elimu inayostahili wananchi. Kwa sababu tunakubali kwamba kwa chombo cha habari kina nguvu sana katika jamii.